Hamjambo tena ndugu zangu kwa mara nyingine, na wakaribisha wengine wote ambao wanatupata na ambao watatupata baadaye kwenye mitandao ya kijamii. Leo ni siku nyingine ambayo ni nzuri. Kama kawaida, tunaingia katika mafundisho yetu ya siku ya leo, ambayo ni chakula tunachokipata kinachotusaidia ili kuendelea zaidi sana katika maisha yetu ya kiroho, na ndio maana namshukuru Luba, Muumba pekee wa kweli, ambaye ndiye chanzo cha kila kitu. Lakini pia namshukuru mzaliwa wa pili, Zulula 100, mwalimu pekee katika nyakati hizi. Siku ya leo tutaenda ndani ya hichi kitabu Kala Tabamu Luluma Bungulani, yaani kitabu cha malaika walioanguka, utaratibu wa tatu. Tutaenda kugusia zaidi sana tema na mada ambayo tutaenda kuongea kwa siku ya leo. Anayezungumzia sana humu ndani, anayeeleza sana, sio kwamba labda ni malaika walioanguka ndiye wanaoongea aidha wanaoelezea. No, ni kweli kuna sehemu ambapo malaika walioanguka wanaongea, lakini wanasikilizwa na wanaposikilizwa, yule ambaye anasikia anatueleza kile ambacho kipo. Atakayetuelezea zaidi sana aliyoyaona, aliyoyasikia kutoka kwa malaika walioanguka kwa utaratibu wa tatu ni Dubise, ambayo si mwingine, ambayo wataita kwa jina la Enoch Henoko, gisi wanavyoita ya majina. Ndio maana tema ya siku ya leo inahusu mazungumzo ya kichawi. Mazungumzo ya kichawi, kwa sababu kuna mazungumzo aina mbalimbali ya mazungumzo. Kuna mazungumzo ya watu ambao wanaongea tu kawaida, ya kikazi, ya nini, ya wapendanao. Haya yote ni mazungumzo, lakini pia katika ulimwengu wa giza la kichawi nao pia wanazungumza. Maana kwa gisi sisi tunavyofikiri, walio wengi wanafikiri tu kwamba labda tuseme demons kama vile hawana akili, kama vile wapo wanavibebwa tu. No, wana akili timamu, wanafikiria, na nimeshawahi kusema hata wanatuzidi akili hilo mlielewe, kwa sababu ni roho hivi, ili mlielewe vizuri. Kwa hiyo walio wengi sasa, mtego nani, ulimwengu wa giza la kichawi wakiweka mtego, watu watafikiri kwamba sio kitu, hawafikirii inapokuwa hivi ni kawaida. Si jambo la kawaida, wanafanya kila kitu kwa mpangilio, wanajua ni nini wanachokifanya na wanajua ni nini wanachokiongea. Ndio maana kabla ya kuongelea huu ulimwengu wa kichawi, ni vema kutambua ni wapi kila kitu kimeanzia. Ndio maana ndani ya kitabu cha malaika walioanguka, utaratibu wa tatu, sura ya kwanza mstari wa 36 hadi 41, sura ya kwanza 36 41, inaanza kusema hivi: alikuwa mmoja wa Bamululuma Bungulani, malaika walioanguka, utaratibu wa tatu, anayejulikana kwa jina la Mpungu, maana yake uasi, ambaye alikuwa wa kwanza kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi ya hiari. Nasimama kwanza hapo kwanza, ili tuingie sasa ndani. Hapa wanaanza kutuelezea kuhusiana na mhusika mmoja ambaye anaitwa kwa jina la Mpungu. Mpungu ni malaika aliyeanguka wa utaratibu wa tatu. Kwa nini ni yeye ndio anaanza kuzungumziwa hapa? Kwa sababu tunajua kwamba ni maelfu, mamilioni kwa mamilioni ya malaika walioanguka utaratibu wa tatu. Sasa kwa nini ni yeye ndio anagusiwa? Yeye anagusiwa kwa sababu ni yeye ndiye kiongozi wa malaika wote wa utaratibu wa tatu, yaani yeye ndio kichwa, tuseme. Anaitwa kwa jina la Mpungu, na Mpungu maana yake ni uasi. Tayari umeshaanza kuona jina halisi ambalo huyu mhusika, huyu malaika aliyeanguka utaratibu wa tatu analo. Na uasi, nyote mnajua utakuwa uasi dhidi ya kitu gani, aidha dhidi ya nani? Nyote hapo mnajua. Sasa tunajua kwamba ni malaika wa utaratibu wa tatu, wao walioanguka ndio waliokuja kutembea na wanawake, ndio waliokuja kutembea na wanyama, tuseme mamalia. Sasa kwa nini sio malaika wa utaratibu wa kwanza? Kwa nini si malaika wa utaratibu wa pili? Wengine watasema kwa nini si shetani mdiva bovi? Lakini
ni malaika wa utaratibu watatu ndio waliokuja kutembea na kufanya na kuingiza mseto katika dunia hii. Kwa nini wao na si wengine? Hili ni swali muhimu zaidi sana. Jibu liko very simple, kama jinsi Waingereza wanavyosema, rahisi sana. Ni kwa sababu malaika wa utaratibu watatu wao ndio wanaowakilisha miguu. Mnapoona kwenye ile sanamu, wao ndio miguu. Kwa sababu hata wewe mwenyewe wakati ulipokuja kuingia katika zizi katika Zoom ulitembea ili kwamba uje utulie hapo ulipo. Kwa hiyo ni wao wanaowakilisha miguu ambao watatembea, ndio watakao kuja ili kufanya jambo hilo. Lakini tunajua kwamba miguu haiji yenyewe, kwamba kichwa kinabaki huko aza utumbutumbu. No. Vyote vipo, lakini kinachofanya kwamba waje ni miguu. Kwa hiyo wao watawakilisha hivyo, lakini pamoja nao kichwa kipo ambao ni shetani mlimabovi na viungo vingine vya mwili mnavijua, ambao itawakilisha malaika wa utaratibu wa kwanza na wa pili. Lakini haijamaanisha kwamba wao walipokuja inapenda kumaanisha hata wa utaratibu wa kwanza na wa pili nao pia walifanya hivi aza shetani mlimabovi. Hapana. Yaani wote walikuwa katika mawazo moja, yaani ni katika lengo lao moja tu, ingawa ni wao ndio watajizirisha, lakini wote wako katika mpango ule ule. Kwa hiyo ndugu zangu, maana halisi kabisa ya maisha ya kiroho kama jinsi tunavyojua, ili upate kuvaa viatu. Kwa mfano, ulikuwa unafanya kazi, miguu imechafuka na unapenda kuvaa sasa kiatu chako ambacho ni kizuri, utafanya nini kabla ya kukivaa? Jibu mko nalo kwamba mtaosha miguu, mtasafisha, ili kwamba sasa nipate kufanya nini? Nipate kuingiza miguu yangu ndani ya kiatu. Kwa hiyo kiatu ambacho mtu anavaa kitawakilisha, yaani ni mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kwenda kutangaza habari njema, kutangaza ujumbe wa amani. Viatu katika ulimwengu wa kiroho. Na malaika hao walioanguka ambao watawakilisha miguu, na kuna miguu, kuna nyayo ya miguu, kila kitu, yaani wao pia wako pale katika maana, wataingia katika lengo la kupeleka ujumbe, lakini ujumbe ambao ni wa uongo. Ni wao ndio wataleta mafundisho ya uongo hasa katika dunia hii. Ingawa wote wako pamoja, lakini mwelewe hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mseto na wanyama walioufanya, hiyo tunaona tayari ni vurugu ambayo walileta katika dunia hii. Vurugu ya kwanza kabisa ambayo wameileta, hiyo inaonyesha ni uasi, kwa sababu shetani alipoanguka pamoja na wenzake hawakuleta vurugu katika agizo kula vitu. Msifikiri kwamba katika agizo kula vitu kulikuwepo na vurugu. No, walianguka tu na kuna ikawa vile hakuna chochote ambacho kilitendeka, na hapakuwa na muda wa kusema kwamba kwa nini wameanguka kama gisi tunavyosema sisi. No, hayo mambo ni yetu sisi. Kwa hiyo kwa sababu hawakuweza kuleta uasi, mkanganyiko, ndipo wakaona kwamba hatuwezi huko, huu mkanganyiko lazima sasa tulete katika dunia. Baadaye sasa hiyo ni baada ya watu sasa kuwepo, waweza kuumbwa katika dinaonekana, waweza kuzaliwa tuseme, ndipo wakasema gisi sisi hatukuweza kuleta mkanganyiko katika agizo kula vitu, uasi humo hatukuufanya, tulete huko sasa uasi huu, tutaenda zidi ya sheria sasa za Muumba. Kwa hiyo uasi wakauleta sasa katika dunia hii. Ndio maana wanaanza kusema alikuwa mmoja wa bamuluma bungulani, malaika walioanguka, aliyeanguka wa utaratibu wa tatu, anayejulikana kwa jina la mpungu, ambaye ni uasi, ambaye alikuwa wa kwanza kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi ya hiari, kuna mabano, kwa makusudi, kwa lengo la msingi la kubadilisha idadi inayojulikana kwa wanyama, tunafunga mabano, na mamalia wa baharini. Tunasimama kwanza hapo. Lengo la malaika walioanguka kuanza kutembea na wanyama mamalia, lengo lilikuwa nini? Wao wanajua kwamba hata kwa wanyama kutakuwa wanyama ambao wataokolewa. Sasa ili kwamba hiyo idadi ya wanyama watakaookolewa isipate kutimia,
inatakiwa hiyo idadi ibadilishwe, na itabadilishwa na akina nani? Ndio maana wakaona ni vema waanze kutembea na wanyama ili kuzaliwe aina zingine za viumbe ambavyo vitafanana na wanyama na zi wanyama ambavyo vitachukua nafasi ili kwamba visumbue, viharibu, viangamize wanyama, ili kwamba hiyo idadi isipate kutimia hata kwa upande wa wanyama. Na wanaanza kwenye utaratibu huo huo, maana wao wako pale kunakili kile ambacho ulimwengu wa kiroho unachokifanya, kwa sababu tunajua kwamba ni wanyama katika hali inayoonekana waliojizirisha kwanza kimwili tuseme, alafu watu baadaye nao pia wanaanza katika huo huo utaratibu kwa upande wa wanyama, ili kwamba wamalizie sasa na watu hapo baadaye. Wao wana kopi tu, hawana chochote ambacho wanakigundua au wanachokianza wao wenyewe. Hilo haliwezekana. Sasa wanatuambia hapa kwamba hayo mahusiano ya kimapenzi yalikuwa ya hiari, sio kwamba walienda kubaka wanyama. Walitongoza, wakaongea, wakasema nakupenda. Sijasema kwamba walikuwa wanaongea Kiswahili, wakaelewana. Kwa hiyo kila mmoja alikubali, kwa hiyo wakakubali kwa wale ambao waliokuwa wakiongea. Sasa wanatuambia kwa hiari, yani makusudi, kwa lengo la msingi la kubadilisha idadi inayojulikana kwa wanyama na mamalia wa baharini, mnyama jike wa baharini anayejulikana kwa jina la Telame. Telame ambayo inamaanisha ufunguzi, ambaye alikuwa dragoni ya baharini, mpungu akichukua umbo la mamalia wa baharini, mnyama dume wa baharini, kuna mabano, wa aina hiyo hiyo, mwenye uzuri mkubwa na macho ya kutoboa. Tunafunga baba. Maana yake ni nini? Yaani malaika wa kwanza aliyeanguka wa utaratibu wa tatu, aliyekuwa wa kwanza kufanya hayo mapenzi kwa hiari na mnyama wa baharini alikuwa ni mpungu, na huyo mnyama wa baharini jike aliitwa kwa jina la Telame. Telame ndiye ambaye maana yake ni ufunguzi. Ufunguzi ndio maana kipengele cha kwanza ni ufunguzi wa kichawi. Kwa hiyo ni yeye atakayefungua mlango, ili kwamba huu ufunguzi, ili kwamba hizo hatua za kishetani za ulimwengu wa giza la kichawi zipate kusonga sasa, zipate kuendelea. Ina maana kwamba huyo mnyama naye pia jike alikuwa na nguvu kweli kweli. Huyo mnyama alikuwa mnyama ambaye aliumbwa, sio kwamba labda ni demons, no. Lakini mpungu alifanya namna gani? Kwa sababu tunajua kwamba malaika walioanguka, aidha malaika tu kwa ujumla, ni majito, na hata zaidi ya majito ndio nikasema. Walifanya namna gani ili kwamba apate kutembea na huyo mnyama? Kwa sababu yeye ni mkubwa, ataweza namna gani? Kwa hiyo alichokifanya ni kuchukua umbo hata shuka, kwa sababu katika kipindi hicho malaika walioanguka na shetani wote walikuwa na uwezo wa kuchukua miili, kujibadilisha tuseme, katika miili yoyote ya kitu chochote kile ambacho kinaishi. Walikuwa na uwezo katika kipindi hicho. Kwa hiyo alichukua muonekano wa mnyama dume wa aina hii ya akina Telame. Sijui kama naelewa hivyo. Telame ambaye ni mmoja kati ya wanyama wa baharini wakubwa jike. Huyu mpungu akachukua sasa muonekano wa dume ambaye ana uzuri wa kupendeza, hadi Telame akaona akasema, na Telame mwelewe kwamba alikuwa na mwenzie. Mwelewe hivi. Wengi wanasema alikuwa na mme wake. Swala la mme zaidi linabaki kwa watu. Alikuwa na mwenzie ambaye alikuwa naye. Ina maana kwamba Telame alienda zidi, yaani alifanya nini? Alitenda kitendo cha kutokuwa mwaminifu kwa mwenzake. Yaani alitoka tunaseme nje ya ndoa, tunaweza tukasema hivyo. Maana wakati alipomuona mpungu, na hakujua kwamba ni mpungu kwa namna hiyo, lakini alijua kwamba hiki ni kiumbe ambacho ni cha kinapendeza, kina nguvu, yani hata kumuona mwenzake kwamba vile avutii tena kwenye macho yake, yani si na hapo mpungu ataleta sasa mistari, na yeye ni malaika aliyeanguka, anajua namna gani ya kuongea, na anapoongea lakini kitu gani ambacho kilimfanya Telame
apate kukubali haya mambo. Alipata kukubali kwa sababu muda huo alikuwa katika ufahamu wake wa pili, telame, ufahamu ambao anapenda kujua inaweza kuwa namna gani kiumbe kama hiki kizuri namna hii, mtu akifanya naye hivi, je, watoto wanaweza kuwa namna gani? Naye pia aliingia katika ufahamu. Kwa hiyo basi ilikuwa ni kwa hiari, sio kwamba alilazimishwa, yeye mwenyewe alikubali. Kwa hiyo mpungu hakuchagua telame kwa sababu ya kuchagua tu, no, hapana. Kwa sababu telame kwanza inamaanisha ufunguzi, yaani yeye ndio atafungua kabisa. Ina maana kwamba telame alishindwa kupambana na jina lake. Hivyo kwa sababu jina la mtu kikawaida, jina la mtu kupitia jina lako unaweza ukajulikana namna ulivyo kikawaida. Sio haya majina ambayo tunapewa hizi siku 2-3, hapana. Majina, unapopewa jina, hata jina lako mtu anajua wewe ni nani kuhusiana tu na jina lako. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mpungu alikuwa na ufahamu, anajua kwamba telame alikuwa na mwenzi wake bila shaka, lakini alienda kumtongoza tu, na huo ndio unaitwa uasi. Ndio mpungu, yaani anahasi sheria. Alafu anaendelea kusema mnyama jike wa baharini anayejulikana kwa jina la telame alikubali kufanya mapenzi na mpungu kwa sababu alivutiwa. Alivutiwa, kuna mabano, kushangazwa, kufurahishwa, kutihishwa, kutekwa na tunafunga mabano na mpungu, alafu tunafungua mabano tena akiwa katika ufahamu wake wa pili ambao ni ufahamu wa anguko. Ndio maana nikasema ndio maana aliweza. Ina maana kwamba angelibaki katika ufahamu wake wa kwanza, angeliona nani mpungu akiwa na umbo hilo la mnyama, angesema wow, na angeishia tu hapo kwenye wow. Asingeenda mbali, aweza kukubali, aweza kufanya kitu kingine. Hilo ndio mwanzo. Lakini ufahamu tayari alioingia ndani mwake ni ufahamu wa anguko tayari. Ndio maana boom, akasema ni nini ambacho kinaweza kikatokea baadaye. Ndio maana tunaenda kwenye kipengele cha pili, ni utambulisho wa demon mbili za kwanza. Nyote mnazijua, lakini tutapita ili mwende kujua. 38 mstari. Katika muda uliofuata, kwa sababu tayari hapo mpungu wamesha kuwa kitu kimoja na telame wameshafanya hayo mapenzi tayari. Katika muda uliofuata, telame, kuna mabano, mamalia huyu wa baharini, mnyama mkubwa jike wa baharini, tunafunga mabano, alipata mimba kimafumbo ya viumbe wawili mseto, dume na jike. Kwa hiyo telame atapata ujauzito, lakini haikusemekana tu ujauzito basi, tunaendelea wa kimafumbo, kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani kikawaida katika asili, kwamba mwanamke malaika aliyeanguka aje kuzaa na mnyama. Ni jambo ambalo halieleweki, haliwezekani kwa namna moja, na ndio maana ni katika hali ya kimafumbo, kwa sababu ni malaika walioanguka, wanajua ni nini cha kufanya. Kwa hiyo akapata ujauzito, na ujauzito alikuwa na viumbe viwili ndani ya tumbo lake, dume na jike. Muda mfupi baadaye, mamalia huyu wa baharini alizaa kiumbe mseto wa baharini, demon dragoni, dume ya baharini yenye nguvu ya ajabu. Kuna mabano isiyo ya kawaida, ya kutisha na ya kuogopesha. Tunafunga mabano. Ina maana kwamba telame, kwa sababu alikuwa gisi nilivyosema ni mnyama wa baharini, na nyote mnajua kwamba wanyama wa baharini waliokuwa wa kwanza, ninaposema wa kwanza sio wale wa kwanza wawili, hapana. Kufanya nini? Kuhumbwa. Walikuwa na uweza wanyama hao na nguvu ya hali ya juu. Lakini tena mpungu ambaye tunajua kuwa ni mmoja kati ya malaika walioanguka, ambaye tena ni kiongozi katika utaratibu wa tatu, ndiye aliyekuja wa kwanza kutembea naye. Sasa muone kiumbe ambacho kizaliwa kitakuwa na nguvu ya namna gani. Hapo mnaanza kuona kidogo, lakini maelezo haya yanaweza yakaelezwa namna gani kuhusiana na hichi kiumbe ambacho kitazaliwa, kwamba kinatisha, kinaogopesha, lakini hata kuogopesha kwake, kutisha kwake hakuwezi
kukafananishwa na wale wanyama wawili wa kwanza walioumbwa ambao ni Sangwangungwangando na Ekokotangungwangando, kwa sababu wao ndio kichwa. Wengine wote walizaliwa huko chini chini huko, aidha waliumbwa baadaye, lakini wao wanatisha. Hata demon zikiwaona Sangwangungwangando aidha Ekokotangungwangando ni kukimbia, ni kutetemeka na kukimbia, hawawezi wakakaribia. Hilo mulielewe vizuri. Kwa hiyo Telame atazaa wa kwanza kwa sababu ana mapacha, lakini hapa inaelezwa moja kwa moja, hata kwamba akazaa wote wawili, no, inaanza kwanza kuelezwa dume huyo amezaliwa, ambayo ni demoni ya kwanza kabisa, nyote mnaijua. Ndio maana inaendelea kusema demoni hii dragon ya baharini ilikuwa ya kwanza na yenye nguvu zaidi katika kati ya jamii zote za demoni. Inajulikana kwa jina la, nyote mnajua, Ngungwangando Lalemba. Hiyo ndio demoni ya kwanza kuzaliwa katika dunia hii. Hapo hivyo malaika wengine walioanguka kwa utaratibu wa tatu, bado wao wangali wanasubiri utaratibu yani kwanza ni kiongozi ndiye anayeanza kwanza kufanya kile ambacho anatakiwa kufanya. Telame, mnyama jike wa baharini, pia alizaa kiumbe mseto wa baharini jike. Kiumbe huyu mseto wa baharini jike anajulikana kwa jina la Digongodiba. Kwa hiyo watoto hao wa kwanza, demoni za kwanza kuzaliwa ni Ngungwangando Lalemba na Digongodiba. Kwa hiyo mzazi wao wa kike aidha jike anaitwa Telame, na baba yao aidha mzazi wao dume kwa hilo umbo alilolichukua anaitwa kwa jina la Mpungu. Kwa hiyo demoni za kwanza hizo mbili, hao ndio wazazi, tunaweza tukasema wazazi wao. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Kipengele cha tatu, mimba na kuzaliwa kiuchawi. Tumeshasoma wameshazaliwa, lakini tutajiuliza tena ni kwa nini mimba na kuzaliwa kichawi. Tunaendelea kwa sababu tunaenda kwenye kala tabamu luma bungulane, kitabu cha malaika walioanguka, sura ya kwanza mstari wa 1380 1380 hadi 1412. Hapo ndipo sasa mtaenda kuelewa ni nini mazungumzo ya kichawi. Niliona, anayesema ni Dubise, kuna mabano, nilipenya kwamba Mpungu uwasi, mmoja wa Bamululuma Bungulane, malaika walioanguka, kiongozi wa utaratibu wa tatu, alikuwa wa kwanza kushiriki katika mahusiano ya kimapenzi ya na mamalia wa baharini, mnyama mkubwa jike wa baharini ambaye alikuwa dragoni ya baharini yenye nguvu, huku akichukua umbo la mamalia dume wa baharini, mnyama dume wa baharini. Hilo nafikiri anachokiongea tena Dubise ndicho tulichokuona kwenye mistari ya kwanza huko. Muda fulani baadaye, mamalia huyu wa baharini, mnyama mkubwa jike wa baharini anayejulikana kwa jina la Telame, alipata kwa namna isiyovumilika kwa namna isiyovumilika. Kuna mabano ya kutisha, kuna mkato ya kuogopesha, kuna mkato ya aibu. Tunafunga mabano mimba, kuna mabano kuishi pamoja kichawi. Tunasimama hapo halafu tunaingia ndani. Yaani hii ni mara ya kwanza kabisa demon kuishi ndani ya kiumbe katika hali hii inayoonekana. Hii ni mara ya kwanza ambako wanaita kwamba kuishi kichawi kwa pamoja. Mtaenda kuelewa kwa namna gani, kwa sababu tunajua kwamba kuishi kwa kwanza kabisa kwa tuseme kwa namna ya uchawi sio kwa demon, bali alikuwa ni shetani mdima bobe aliyemwingia Njom. Ni kwa namna nyingine ya kupagao kwa hiari tuseme. Hiyo ilikuwa kuhusiana na malaika walioanguka, lakini hii tunaongelea kuhusiana na demon. Kwa mara ya kwanza kabisa demon kuwa ndani ya mtu, kwa sababu ili uwe mchawi lazima demon iwe ndani mwako, ukubali kuishi pamoja na demon. Kwa hiyo hapa Telame yeye ndiye atakayebeba kwanza kwa mara ya kwanza kuwa pamoja, kukaa, yani ndani mwake kuwemo demon.
Mtajua kwa nini, kwa sababu wengine watasema imani ngoda ni ujauzito tu ambao alikuwa nao, sasa ni namna gani ya kuishi? No, ni tofauti. Hiyo demon ambayo imo ndani ya Telame ilikuwa ikizungumza na Telame, yaani yuko ndani, lakini anafanya mazungumzo na mzazi wake. Yaani demon iko ndani, lakini tayari imeshakuwa na ufahamu. Hivi sijui kama unaelewa hiki Kiswahili. Inazungumza, inaongea, iko ndani ya tumbo la mama yake, lakini imeshakuwa na ufahamu. Ni kuishi kwa uchawi. Sasa sema hicho kiume ambacho kitazaliwa kitakuwa cha namna gani? Ndio maana naye pia anaye Telame iko naye, lakini anasema ni nini ambacho nitakizaa kweli, kwa sababu hii ni kitu ambacho kiko tofauti zaidi sana. Ni nini ambacho kinatendeka? Ndio maana ilikuwa yani tuseme ni mimba ambayo ni ya kimafumbo, yani kimaajabu na isiyovumilika, gisi anavyosema Dubise, inatisha ni aibu. Maana kuona Telame ambaye ni mnyama amebeba ujauzito wa malaika walioanguka, ijapokuwa alikuja katika umbo ni kitu ambacho ni cha aibu. Ni kama vile mwanamke sasa hivi, tuseme mwanamke ametembea na nyani, sasa ana ujauzito wa nyani. Inafanya namna gani katika dunia hiyo? Watasema hii ndio hivyo ambavyo viko hapa. Kwa hiyo ilikuwa ni chukizo, kitendo hicho ni chukizo kweli kweli. Lakini anaendelea kusema kwamba baadaye ilitokea kwamba Mama Maria huyu wa baharini alizaa, kuna mabano, mwanzo wa mseto wa kichawi. Kwa sababu kuna mseto ambao sio wa kichawi, mwanzo wa mseto wa kichawi. Tunafunga mabano demon, tunafungua kiumbe wa baharini, tunafunga mabano mseto. Demon dume dragoni ya baharini yenye nguvu isiyo ya kawaida, ya kutisha, kutetemesha na isiyokadirika. Demon hii dragoni ya baharini ilikuwa demon ya kwanza kabisa, kuna mabano, ya kutetemesha, yenye kuchukiza, chukizo zidi ya asili, iliyolaaniwa, iliyohukumiwa, tunafunga mabano, na yenye nguvu zaidi kati ya jamii zote za demon, inajulikana kwa jina la Ngungwangandu Lalemba. Naye pia anathibitisha kile ambacho tulikiona kwenye mistari ya mwanzo. Pia alizaa, kuna mabano, mwendelezo wa mseto wa kichawi, tunafunga mabano demon, tunafungua mabano kiumbe wa kike wa baharini, tunafunga mabano mseto. Demon hii jike mseto, tunafungua mabano ya kutetemesha, pia yenye kuchukiza, chukizo zidi ya asili, iliyolaaniwa, iliyohukumiwa, tunafunga mabano, tunapiga mkato, ilijulikana, tunafungua mabano, inajulikana, tunafunga mabano chini ya jina la Digongo Diba. Inaeleweka. Digongo Diba pia alikuwa na nguvu isiyo ya kawaida, kuna mabano ya kutisha, ya kutetemesha, isiyokadirika. Alikuwa tunafungua mabano, yuko tunafunga mabano demoni jike ya pili ya msingi, Jenguma Madiba, yani nguvu ya majini. Mseto ndiye ya pili yenye nguvu zaidi kati ya jamii zote za demon, kuna mabano, mara baada ya Ngungwangandu Lalemba, tunafunga mabano. Hapo watoto wamezaliwa, mumeonyeshwa jinsi walivyo, nguvu walizo nazo, namna ilivyotendeka. Ndio maana sasa tunaingia kwenye kipengele cha 4 na ndio kichwa kabisa cha tema yetu, mazungumzo ya kichawi. Watoto wameshazaliwa, nini kitatendeka? Mazungumzo yanaanza. Mara tu mpungu alipouona uzao wake wa kwanza, Ngungwangandu Lalemba na Digongo Diba, yeye mpungu aliwatangazia, akizungumza nao kwa njia ya fumbo, kwa maneno haya. Kuna nukta mbili, musikilize sasa maneno gisi malaika walioanguka wataongea hapa. Ndio maana unaposoma katika hiki kitabu hiki ndio maana ni vema kabla ya kusoma unaomba, ili kwamba, kwa sababu kuna maneno ambayo wanapoongea wao inaweza kukufanya ndani mambo kama haya, lakini kunatakiwa kuwepo na ulinzi kabla ya kusoma. Hata mlinzi alitupatia ushauri hapa hivi. Tunaenda kuongea sasa, tunaweza kusoma kile ambacho yeye mpungu aliongea sasa, mazungumzo ya kichawi, akiongea na uzao wake Digongo Diba na Ngungwangandu Lalemba. Anaanza kuambia, mimi ni mpungu
Hapo ndio uanzishwaji wa kichawi unaingia, mazungumzo ya kichawi yanaanza. Anaanza kuambia kwamba mimi ni mpungu, mzazi wenu, mimi ambaye ni Namuloloma Mungulane, yani malaika aliyeanguka, kiongozi wa utaratibu wa tatu, kupitia mzazi wenu wa kike ambaye yote mnajua tumesema ni Telame, wa upande kuna mabano hali kipimo uhalisia wa hali inayoonekana niliwapa kwako na dada yako. Anamwambia nani, Ngungwa Ngandulali Madimoni dume, kwako na dada yako, mwendo na harakati. Wewe kuna mabano dimoni mseto ya kwanza ya baharini, mzaliwa wangu wa kwanza, nakupa jina Ngungwa Ngando Lalemba. Ni yeye mpungu aliyempa hilo jina la Ngungwa Ngando Lalemba. Wewe kuna mabano dimoni mseto wa pili, dik wa baharini, tunafunga mabano, mzaliwa wangu wa pili, vivyo hivyo nakupa jina Dingongo Diba. Ni yeye aliyewapa hao majina kila mmoja. Alafu anaendelea kusema kamwe, anawambia msijiweke kuna mabano na hamwezi. Narudilia, kamwe msijiweke, alafu anasema kuna mabano na hamwezi, msijiweke katika hali ya uadui. Yani anawambia nyinyi sio maadui, nyinyi wawili sio maadui. Yani kuna mabano kutokubaliana, upinzani, kusiwe kutokubaliana kati yenu, aidha upinzani wowote. Kisoma hapo si mtasema kwamba ni watu wazuri kwa sababu hakutakuwa upinzani, hakutakuwa kutokubaliana, watakuwa kitu kimoja. No, kimoja katika mabaya, kutokupingana katika mabaya, kutokuwa wapinzani katika mabaya. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa, lakini sio kati yao tu. Atawaeleza kamwe msijiweke na hamwezi katika hali ya uadui, yani kutokubaliana, upinzani dhidi yangu. Anawambia dhidi yangu na wenzangu. Kuna mkato, wenzake ndio akina nani? Wengine wote utaratibu watatu. Hapana uadui, hapana upinzani, wala zidi ya sheria za shetani mudima bobe rombae, msiende kinyume na Bamuloloma Bungulane, malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili, wala hata miongoni mwenu. Hapo ndipo anaanza kwanza, aliweka msiwe wapinzani kwangu mimi, wala kwa wenzangu ambao ni wote wa kikosi chote cha utaratibu wa tatu, wala kwa shetani mudima bobe, wala kwa malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili, na hata kati yenu nyinyi. Anasema hivi na wengine watakuja baadaye, ataongea baadaye, atawaambia kila kitu. Kisha Ngungwa Ngando Lalemba na Dingongo Diba wakamjibu mzazi wao mpungu na kusema nukta mbili hatutafanya kinyume cha maneno yako. Kuna mabano, madhibitisho, matamko, tunafunga mabano, lakini tunashikamana kwa udhabiti. Kuna mabano bila kubadilika, tunafunga mabano kwa maneno yako, tunafungua mabano, matamshi, kauli, tunafunga mabano. Tutafanya kila kitu ambacho wewe mzazi wetu, tunafungua mabano, na wenzako, pamoja na shetani mudima bobe romba mkuu na Bamuloloma Bungulane, malaika walioanguka utaratibu wa kwanza wa pili, utatuambia. Kuna mabano watatuambia tufanye, kuna mabano kutenda, kutekeleza. Kwa hiyo wanasema kwamba sisi hatuwezi tukaenda kinyume na kile ambacho umekisema wewe ambaye ni mzazi wetu, hata pia kuhusiana na wenzako shetani mudima bobe na wale wengine wa utaratibu wa kwanza na wa pili. Sisi tutatekeleza, sisi tutafanya kile ambacho mtatueleza tufanye. Hivyo ndivyo watoto wao wanaanza kuanzishwa katika mambo haya. Mpungu alimjibu Ngungwa Ngando Lalemba na kusema, mimi mpungu ambaye ni Namuloloma Mungulane. Anarudilia, msikiliza kwa nini anarudilia, yani anaingiza, anawaweka kwenye msingi, anarudilia yale maneno. Anapojiita yeye lazima aongee vile ili yapenye vizuri ndani mwao.
Mpungu alimjibu Ngungwa Ngandula Limba na kusema, mimi Mpungu ambaye ni Namululoba Mungulani, kiongozi wa utaratibu wa tatu, yaani anamwambia mimi ndio boss wa utaratibu wa tatu, nakupa, anamwambia Ngungwa Ngandula Limba, nakupa kama mwenzi, hapana kama mke, mwenzi, dada yako Ndigongo Diba aliye hapa. Kwa hiyo yeye ndio atakuwa mke wako. Nasema hivyo ili mpate kuelewa, lakini yeye ndio atakuwa mwenzi, kwa sababu swala la mke linabaki kwa watu. Yeye ndio atakuwa mwenzi wako, mnatakiwa mtazaana, yeye ndio atakuwa mwenzako. Awe tayari daima, kuna mabano, bila kukoma, mfululizo, bila kubadilika, kukutii, kuridhisha. Yaani hapa Mpungu anamwambia Ngungwa Ngandula Limba kwamba hey, huyo njo mwenzie, yaani akutii, asiasi, akuridhishe kwa kile ambacho unakitaka. Hii ndio mara ya kwanza aliyeanzisha hali ya ambayo mnaiona kwa wakati huu ya mwanamke kuwa kama mtumwa katika baadhi ya ndoa kwa mme wake. Ni Mpungu aliyeanzisha hili, yeye ndio aliwaambia. Yani hapa, yani ni kumchukulia huyu jiki kama vile, yani anamkanya, yani ni kama vile aina ya mtumwa. Mtaelewa kwa nini, kwa sababu kila mtu anasema kwamba anaweza akawa na hali hii ya kuongea namna gani wakati naye pia ni mwanaye. Tuseme kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho dhana ya jike haikuwepo. Kwa hiyo maana kwao, hata kama ni demon, kwao hilo inatakiwa kukanyagwa tu. Yaani yeye asiwe na nguvu, asiwe na maneno zaidi kuliko mwanaume. Kwa hiyo hali ambayo mnaiona katika hali inayoonekana, mtasikia watu wanasema mwanamke yeye hana maana yote, yeye yuko pale kupika tu chakula nini na kunifungulia miguu na bla 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 hivi. Haya mambo wanaongea kwa sababu ya nini? Yaani aliyeleta hii hali ni Mpungu wakati alipoanza kusawazisha hili jambo hapo. Na mwanamke anapoenda tofauti, anaanza kula viboko katika aina za ndoa mbalimbali. Kwa hiyo ili swala la kumweka mwanamke kama vile mtumwa za nini halikutokana na moto no. Moto wao kuwa hivi, yaani ni wao ndio walioleta hili jambo. Alafu anaendelea kusema Mpungu, nilimzaa kutoka tumbo moja na wewe, yeye si mgeni kwako, kwani alizaliwa kutoka chanzo kimoja na wewe. Anamwambia Ngungwa hivi, msikilize hata maneno gisi anavyoongea, mnaona tayari kuna kazarao ambao kako kwa huyu jiki ambaye yuko hapa. Ngungwa Ngandula Limba yuko hapa, Ndigongo Diba yuko hapa, alafu anamwambia nilimzaa muone ya mambo, nilimzaa kutoka tumbo moja na wewe, yeye si mgeni kwako. Kwa nini asimwambie kwamba hey, Ndigongo Diba wewe si mgeni kwako? Sio, mnaona hilo, nimekuzaa wewe na yeye katika tumbo moja. Haya ndio mazungumzo, lakini ni kama vile anasaulika kama yuko pembeni, alafu anamwambia hey, nyote umetoka chanzo. Sio kwamba walikuwa pembeni, no, wote wako pale, wanapewa mazungumzo yanaendelea. Nilimzaa kutoka tumbo moja na wewe, yeye si mgeni kwako, kwani alizaliwa kutoka chanzo kimoja na wewe. Nilikuzaa kutoka chanzo kimoja na yeye alitoka chanzo kimoja na wewe, na si kutoka kwingineko. Yani anarudilia mara mbili mara tatu ili viingie vizuri ndani ya ufahamu wao. Kwa nini afanye hivi? Kwa nini amwambie kwa namna hii? Ndio maana nikawambia zana ya mwanamke haikuwepo. Ndio maana mwanamke watapenda wamtiishe, wamkanyage, japo ni jiki. Alafu anaendelea kusema kusiwe na mzozo, kuna mabano, ugomvi, mkanganyiko, kutokubaliana, mabishano, upinzani kati yenu. Badala yake ulinzi wa pande mbili,
ukiwekwa mizizi kati yenu, ndivyo sheria yetu inavyotawala, kuna mabano, kuwafanya watumwa kuwatawala. Yaani ikiwa watu watakuwa pamoja, wasiwe na upinzani na mambo mengine, ina maana kwamba wanatimiza sheria yao ya kichawi, na hivyo watapata mamlaka ya kufanya nini? Ya kutawala. Mtajua ni akina nani ndio wanaongelea. Hivi ndivyo mambo ya kutawala. Hii roho mnaweza mkaiona hata ndani ya Biblia za kisasa. Enyi watumwa, waheshimuni mabwana zenu. Ndio hii roho ambayo tunaona hapa, ndio ile ambayo iko ndani ya Biblia. Mpungu pia alimwambia Digongodiba na kusema, kwako Digongodiba, kuwa mwangalifu, kuna mabano, makini, mwaminifu kwa maneno yatakayotoka kwangu, ukitembea kulingana na mapenzi yangu. Kuna mabano, sheria ambayo ni sheria yetu, tunafunga mabano, utukufu, heshima, ukuu, umaarufu, ufahari utakuwa sehemu yako. Kuna mabano, yani hisa, kura, mgao, kila siku, daima. Maana yake ni nini? Maana yake Digongodiba anaelezwa hapa na mpungu kwamba ikiwa tabaki katika hiyo sheria tu, hajue kwamba yeye atabaki katika utukufu wa kichawi. Yani yeye atakuwa, yani demoni zote, tukitoa Ngungonga Ndulalimba, demoni zote zitampa heshima. Yani Digongodiba akipita, tuseme demoni zote ni kama vile zinainama. Sijui kama unaona hilo. Na ndivyo alivyo hadi kwa wakati huu. Yani anapopita, yani kwa ndio ni malikia wao, tuseme. Ndio maana wanasema mami wata, yani ndio hiyo Digongodiba, diba maji. Yani ni kama malkia wa maji kwa upande wa kichawi. Ngungonga Ndulalimba, na wewe mwenyewe mheshimu, kuna mabano, kusherekea, kuabudu mimi. Sikilizeni kwa mimi na wenzangu tunasimama kwanza hapa. Namna gani mpungu ataanza kuwaambia waza wao kwamba hey, mutaniabudu mimi na mtawaabudu wenzangu, ambao ni malaika wengine walioanguka utaratibu wa tatu. Shetani anasemaje kuhusiana na hilo? Kwa sababu yeye ndio anayependa kuabudiwa. Sasa namna gani maabudu yaende kwa mpungu na wenzake? Mwe nafikiri kwamba inaishia hapo, na anajua. Sikilizeni kwa makini, ajamalizie, mimi na wenzangu, ikiwa ni pamoja na shetani mudimabobe, roho mbaya, na bamululumabungulane, malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili. Maana yake ni nini? Shetani, mnasikia hata ndani ya Biblia za wanasema kwamba ni mwerevu sana. Shetani si mtoto, shetani ni mwerevu sana. Alijua kitu kimoja, kwamba kwa sababu ili kwamba mpungu aseme hivi, ni kwa sababu shetani ndiye aliyehizinisha hivyo. Alikubali kwamba iwe hivyo, kwa sababu alijua kwamba ikiwa hatakubali kwamba hata demoni nazo pia zipate kuabudu, ataleta wivu ndani ya ufalme wake kati ya malaika walioanguka. Sema kwa nini yeye na sisi hapa? Shetani alijua hilo. Ndio maana ataruhusu kwamba pia, lakini hata kama wanapomwabudu au wanabudu, yani mambo yote yanarejea kwake yeye mwenyewe, shetani mwenyewe, kwa sababu yeye ni kichwa, anajua ni nini anachokifanya. Sio kama vile mtoto labda anajua ni nini. Na ndio maana akasema upande hacha ni wape huu uweza, kwa sababu kusingie vurugu, kwa sababu unapoingia vurugu kati ya ufalme wangu hapa, kila kitu kinaharibika. Kwa hiyo maana shetani mlima bobe, mwe mnafikiri kwamba kwa babu mulane azirisha hasira? No, nini nikasema anawapenda, si ndio ndugu zangu? Wanapendana, wako sawa katika mambo yao, wanasapotiana, kwa sababu ndio maana hakuna vurugu kati yao. Na hicho ndio kitu ambacho kinatisha sana, kuona kwamba ulimwengu wa giza na kichawi, wao wana nidhamu ambayo inashinda hata watu walio katika hali inaonekana. Wakiambiwa kwamba usifanye hiki, hawawezi wakafanya tofauti. Lakini sisi naambiwa usiibe, yeye ndio unafungua mlango waende kabisa kuiba. Sasa usizini, hapo ndio unasema nitakuonyesha mimi ni nani. Sasa lakini cha kushangaza na kitu ambacho kinaumiza zaidi sana kwa demons, zaidi sana demons, ni kwamba wao wanatii sheria za shetani mlima bobe, lakini watu hawatii
lakini wana uwezo wa kuomba msamaha na wanaweza wakapata neema. Hichi ndio kitu ambacho kinawaumiza tena zaidi, na wanaweza wakaokolewa, lakini wao haiwezekani. Mpungu anaendelea kuambia kwamba na mtutambue kama bewekedi bondene, mtutambue kama bewekedi bondene, yaani miungu, uungu, mabwana na mengineyo. Mtutambue kwamba sisi ndio miungu yenu, sisi ndio mabwana, yaani yote ambayo mnaweza mkaita sisi, mtutambue kama hivi. Na anaposema bewekedi bondene, sio kwa herufi ndogo, ni kubwa. Yaani sio kwamba labda miungu hajasema kwamba mtuchukulie kama vile bewekedi bondene mampo. Bewekedi bondene pup, amemalizia hapo. Viumbe, yani miungu yao. Kisha Dingongojima na Ngungwa Ngandula Limba wakamjibu mpungu kwa maneno haya: sisi tulio wazao wako tutatenda kulingana na maneno yako, tutakutambua wewe na wenzako na shetani mlima bobe, roho mbaya mkuu, na bamu luluma bungulani, malaika walioanguka utaratibu wa kwanza wa pili, kama bewekedi bondene wetu, yani miungu yetu. Wanakubali. Hapa wanaongea hapa, dini hazijakuwepo. Sahau kabisa hizo zote. Haleluya, amena, hayo vyote vipo. Sahau kabisa, dini hakuna hata chochote, hakuna kimoja. Hata Yehova Elohim Shaddai hapa hajazaliwa. Hapa wengine watasema imani unaongea kitu gani? Yes, Yehova Elohim Shaddai hapa, Yahweh hajazaliwa hapa, bado ni Ngungwa Ngandula Limba na Dingongodiba. Wanaendelea kusema kwamba na hatutapokea mbegu nyingine yoyote, kuna mabano, mafundisho, fundisho, uanzishwaji, tunafunga mabano, isipokuwa yako, ambayo pia ni ya wale, ni yale ya wenzako, yani mafundisho, ikiwa ni pamoja na shetani mlima bobero mbaye na bamu luma bungulane, malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili. Mbegu nyingine ni nini hapo? Inaweza kutoka wapi mbegu nyingine? Kwa sababu wanyama wengine wa baharini wanaweza kuwauliza, mmefanya kitu gani? Unaona, mambo kama hayo hatuwezi tukasikiliza mambo mengine, kwa sababu hapa wamezaliwa, hawajakuwa roho, yani miili wanayo. Sijui kama unaona hilo. Na kuna wanyama wengine wa baharini ambao wapo, wanaweza wakapata labda ushawishi kutoka kwa wengine, labda ambao sio demons. Nini ambacho kimewatokea hivi? Wakati anapoongea hivi mpungu, Telami iko sehemu gani? Telami iko wapi? Anaongea Telami iko pembeni, hana cha kuongea, hana cha kusema, maana ameshafanya kile ambacho alitakiwa kukifanya. Kuzaa, yuko pale kimya, haongei chochote. Mpungu aliendelea kusema, mimi mpungu ambaye ni namloloma mungulani wa utaratibu wa tatu, na wafunulia kuna mabano, kuanzisha, kujulisha, kufichua kilicho kiovu, tunafungua mabano, ambacho ni asili yenu wenyewe, tunafunga mabano, na kilicho chema, tunafungua mabano, ambacho ni kinyume cha asili yenu wenyewe. Yani demons hawana chema ndani mwao, yani walizaliwa hawana chema ndani mwao, hiyo ndio asili yao. Baada ya hayo, dumuni katika uovu. Sisi tunasema dumuni katika mema, hezi ni kinyume. Dumuni katika uovu, kuna mabano ambayo ni asili yenu wenyewe, tunafunga mabano. Baada ya yote, mnaweza kubaki tu katika asili yenu wenyewe ambayo ni uovu, na mema ambayo ni kinyume cha asili yenu wenyewe hayawezi kubaki ndani yenu, kwa sababu hayapo na hayawezi. Kwa hiyo hakuna dhana ya mema ndani ya demon. Kuna mwanamke mmoja ambaye aliwahi kuandika kitabu, yeye anasema kwamba sijui alionyeshwa na Mungu na mambo mengine, akaandika kitabu akasema kwamba kuna demon, kuna mapepo, kuna demon ambazo zinapenda kutoka kwa shetani ili zirudi kwa Mungu, lakini zinaogopa shetani kwa sababu zikitoka zitafanya namna gani, labda shetani anaweza akazisumbua akafanya. Wote ni ujinga mtu.
Hakuna demon ambayo inaweza ikafikiria hata kuhusiana na swala la mema, hilo halipo. Ndio maana wengine ambao watasema kwamba kuna demon nzuri, kuna mapepo mazuri na mapepo mabaya, hawajui chochote ambacho wanachokiongea. Demon zote ni mbaya, yaani zilizaliwa asili yao ni 100% mbaya, hakuna chema ndani. Sasa ikitokea kwa mfano jinsi wao wanavyosema, kwa mfano wao wanaosema kwamba tuseme kwa mfano wanaofanya mambo ya kichawi, wachawi tuseme, ikiwa kwa mfano demon inawapatia kitu, kwao wachawi wanafurahia kusema wow, hawakuwafanyia kwa sababu ni kizuri, no, ni kwa sababu labda ya kuwatongoza ili kuwashika vizuri katika mambo yao ili muendelee kufanya kazi yao, hicho tu. Yani hawawezi wakafanya kitu kwa sababu ya mazuri kwako, no, nyuma lengo ni mabaya tu. Hichi ndio kitu ambacho mnatakiwa kukielewa, hichi ndio kitu ambacho mnatakiwa kukielewa. Msiache kamwe mafundisho yangu, kuna mabano yetu, kanuni ya ili kuwa sheria yenu wenyewe, yaani sheria yetu iwe sheria yenu inayotokana na hiari yenu mlioirisi kutoka kwa mzazi wenu wa kike. Tunafunga mabano, vinginevyo ninawatangazia kwa dhati kwamba mimi mpungu ambaye ni namuloloma mungulani wa utaratibu wa 3 nitawasababishia kuangamia katika mateso makubwa na ya kikatili. Hapa ndio zana ya jehanamu ilipoingia, kwamba watu wanaungua, wanapata mateso. Njo hapa hivi, muelewe mambo gisi yalivyoingizwa. Mazungumzo ya kichawi njo hai. Kitu cha kwanza, malaika walioanguka walitumia hiari yao. Mpungu alikuja kuzaa na Telame, Telame ana hiari yake, ye mpungu ana hiari yake. Kwa hiyo wanapozaa watoto wao kikawaida wana hiari kutoka kwa mama yao ambayo ni Telame, lakini hiyo hiari haina nguvu, haiwezi kafanya kitu chochote. Mwelewe vizuri, hiyo hiari haiwezi kafanya kitu chochote, kwa sababu hiari ya namuluma mungulane ya mpungu, yeye anajua ni nini cha kufanya. Ndio maana hata gisi anavyowaambia hapa, anawaambia kwa sababu waongee tu, lakini hawawezi kwenda tofauti na kile ambacho kipo. Mtaenda kuona. Kwa hiyo ndio maana yani ni vitisho ndio anawapatia, sijui kama unaona hilo, yani kuwatisha wawe na uoga, wawe na hofu. Na hichi ndio kitu ambacho hao wajanja walio ndani ya makanisa wanawaogopesha watu. Mkifanya hivi, hamkuweka sadaka, mtaenda kuungua, mnamwibia Mungu. Ndio haya mambo ambayo yako hapa. Vinginevyo ninawatangazia kwa dhati kwamba mimi mpungu ambaye ni namuloloma mungulani wa utaratibu wa 3 nitawasababishia kuangamia katika mateso makubwa na ya kikatili, yani ya kutisha, ya kutetemesha, ya kuogopesha, yasiyovumilika, maumivu, mateso, kuugua. Hivyo ndivyo anavyowaambia. Digongodiba na Ngungwa Ngandola Limba waliposikia maneno ya mpungu walimjibu. Kuna nukta mbili. Wewe mpungu ambaye ni namuloloma mungulane wa utaratibu wa 3 ulitupatia uwai na mwendo, na bila wewe hatungekuwapo. Hai, wanaongea bila wewe sisi hatupo. Sisi ni uzao wako na uumbaji wako. Kuna mabano, uasi, kutotii, upinzani. Na wewe mzazi wetu, kuna mabano, yani sheria, kamwe hatutatenda zidi ya mapenzi yako ambayo ni ya wenzako. Hatuwezi tukaenda kinyume na mapenzi yako wala mapenzi ambayo ni ya wenzako pia. Tutafuata kabisa kanuni yako, kuna mabano, sheria, utawala, fundisho, hadhi. Wala mimi Ngungwa Ngandola Lemba wala Digongodiba wala hata wengine, yani demon za kiume na za kike watakaozaliwa kutoka kwako na kwa wenzako hawatakwenda kinyume nawe, na hatuwezi na hata hatutaki kufanya hivyo. Hawawezi na hawawezi kufanya hivyo. Ndio maana nikawaambia kwamba hawana hiari ya kufanya kitu ambacho kiko tofauti. Kwa hiyo anasema hapa kwa sababu wanajua kwamba sio kwamba mpungu alizaa tu hao wawili akaacha, no, aliendelea sasa kuzaa wengine baadaye, ili mulielewe vizuri. Lakini hapa tunaonyeshwa kwanza hao wawili, wazaliwa wake wa kwanza wawili kabisa, ndio wanaongea hapa. Ndio maana wanajua kwamba kuna wengine ambao watazaliwa, demons zingine zitazaliwa kwa wenzako pia, ni kweli, lakini kwa sababu sisi
Wao wanasema wao ndio kichwa tayari, wao ndio tuseme msingi wa demon. Watawaeleza wengine wote kwamba he, sisi ndio mabosi wenu sasa, na sisi msiende kinyume, mwende hivi, ili ndio mnatakiwa kufanyika. Huu ndio utaratibu ambao wako nao. Baada ya hayo, mpungu alipenya, kuna mabano, kulawiti. Nasikia mpungu alipenya, yani kuna mabano, kulawiti ngungwangandula lemba na ndingongodi. Yani baada ya kufanya mazungumzo nao akawalawiti. Mpungu analawiti uzao wake. Ndio chanzo, mpungu ndio chanzo cha ushoga duniani. Wanawambia kwamba ushoga ulianzia Sodoma na Gomora, na mpungu ndio chanzo cha ushoga duniani. Hivi sijui kama unaelewa hivi. Kwa hiyo watakao sema kwamba nimezaliwa hivi na jinsi hivi, nafikiri labda ni ugonjwa. Sio ugonjwa. Ugonjwa nani nimekuambia kwamba ni ugonjwa? Sio ugonjwa. Kila kitu kina mwanzo wake, na huu ndio mwanzo. Mkisoma mambo mengine mnaweza mkasoma, unasema ni kitu gani ambacho kinatendeka hapa? Alikuwa mpungu ambaye alilawiti dume, yani kiume, kwa mara ya kwanza katika hali inayoonekana. Alikuwa mwanzilishi wa ushoga, chukizo, karaa, chuki, hofu duniani. Yeye ndio chanzo cha huu ujinga ambao mnaouona kwa wakati huu. Kwa hiyo chukizo ambalo mnaliona katika hali hii inayoonekana, mambo yaliyo kinyume na sheria, mambo yaliyo kinyume na asili. Na wengine watatetea, muwaache, kama wao wanajisi, kila mtu yuko huru kufanya kila anachokipenda. Hakuna swala la yuko huru kuhusiana na hili. Hakuna kufumba macho. Ukisema kwamba wenyewe wajue gisi watafanya, tayari nawe pia umeshakuwa ndani, umeshakuwa na chembe tayari ambazo uko nazo. Sio jambo la kutetea, aiza kuvumilia. Haujaambiwa kwamba uende kuuana, kupigana, aiza kufanya mingine. No, unapoulizwa kuhusiana na mawazo yako, sio jambo la kusema kwamba kila mtu ana kile ambacho atakifanya, ana hiari. No, ukiingia katika hilo tayari nawe pia mbegu uko nazo tayari, kwa sababu haliwezekani. Ni kitu ambacho akiingie katika akili. Kisha mpungu akafichua kitendo chake cha kuchukiza, hicho alichokifanya cha kulawiti. Akafichua kwa ngungwa ngandula lemba na kwa ndigongodi bana, akasema, mimi mpungu ambaye ni Namuloloma Mngulane, kiongozi wa utaratibu wa tatu, nimekulawiti wewe pia ngungwa ngandula lemba ambaye ni dume, ili kuwafunulia taswira, kuna mabano, kitendo cha kuchukiza zidi ya asili cha ghadhabu yetu, kuna mabano, yani kufuru, zidi ya chanzo, yani anafanya hivi ili kwenda zidi ya sheria zilizowekwa za neno, yani anafanya kimakusudi, ambacho ni kutaka kupotosha sheria ya uumbaji, ambacho ni kudharau, kukataa, kukiuka, kupuuza. Yani hilo ndio lengo lake, kupuuza sheria za neno, amri na usawa ambao unajumuisha kutaka kubadilisha kilicho cha asili. Hilo ndio lengo na hicho kitendo kiovu alichokifanya. Alafu anaendelea kuambia, hivi karibuni mtapenya mkanganyiko mkubwa ambao mimi mpungu Namuloloma Mngulane wa utaratibu wa tatu na wenzangu tutapanda kupitia ninyi na kupitia wazao wangu wengine, yani demoni za kiume na za kike, nitakao wazaa pamoja na wale wa wenzangu Bamuloloma Mngulane wa malaika wa utaratibu wa tatu. Hapa kuna kitu alichokiongea, aliwaficha kwa sababu alipenya kitu fulani, yaani kutokana na kile ambacho wamekifanya. Mpungu alipata hisia tayari kwamba kwa hichi kitendo ambacho tumekifanya kuna kuja adhabu baadaye. Hakupenda kuambia demoni hapa aza watoto uzao wake kwamba miili yenu itaangamizwa. Hicho ndio kitu ambacho aliwaficha. Alihisi hicho tayari kwamba
wataangamizwa miili yao, na yeye pia akahisi kile ambacho nao pia watafanyiwa, kumradhi, kufungwa, maana hawakuwa wanajua hili. Ndio maana hata wakati mkisema vizuri, malaika walioanguka utaratibu watatu walisema, ni tungejuaje haya mambo? Kwa sababu wangelijua kwamba litatokea ili wao kufungwa, wasingelifanya, labda wangefanya kitu kingine tofauti. Hawakulijua hilo, kwa sababu wao walichukulia viumbe, yani watu, tuseme watu katika watu weusi katika hali inayoonekana, yani ni viumbe duni vya chini, na ni kweli, hatujakataa ni kweli kwamba labda ulimwengu wa kiroho hauwezi ukathamanisha hata uwepo wetu zaidi sana katika hali inayoonekana. Kwa hiyo waliona kwamba hata tufanye. Ndio maana wakati walipoona kwamba watapewa hiyo adhabu, kwa sababu Mutatedi alituma Bamulwa Bakomedi kuwaambia kwamba kwa hichi kitendo ambacho tumekifanya kwa ndugu zetu, kwa kaka zetu wadogo na dada zetu, hamtabaki bila kuadhibiwa. Mutatedi alifanya hivyo. Kuna Bamulwa Bakomedi ambao walienda kabla hawajaangamizwa, waliwaambia sasa kwamba hapa kitakachokuja mtakiona wenyewe. Na hivi hapa Mpungu hakuwafunulia kwamba hey, kwa sababu wao wanafanya nini? Wanakopi tu, wananakili. Kwa sababu hata wakati Mutatedi alipotoka na Nambo, sio kutembea, mwelewa vizuri alipokuwa na Muto, anapomwelekeza kumpeleka kwa nani? Kwa Moto. Waliongea njiani, walikuwa njiani wanaongea ili kwenda kumpeleka kwa Moto, lakini Mutatedi hakumfunulia kwamba utaanguka. Mutatedi alikuwa ishajua kile kitakachotokea, lakini hakumwambia. Kwa hiyo ulimwengu wa kiroho haufanyi mambo kama jinsi watu wanaweza wakafikiri. Kwa hiyo anasema hivi, uzao wa moto utahisi laana yetu hivi karibuni. Kuna mabano, laana, hukumu, pigo. Mpungu aliendelea kuzungumza nao kwa maneno haya, faida za kichawi, yani mahovu za shetani mudimabobero mbaya mkuu zitakuwa kubwa kwenu. Kwa hiyo mtafaidika, mtakuwa vizuri, kwa sababu faida ambazo mtazipata ni faida za kichawi. Kisha ngungwa ngandolale mbaradingongodiba mara moja wakasujudu mbele ya Mpungu na kuanza kumwabudu. Baada ya hapo Mpungu akawambia, uamuzi mzuri uzao wangu kuanzia sasa inukeni na kusimama wima mbele ya uso wangu. Kuna mabano wa hali inayoonekana, kwani bado ngali katika hali inayoonekana katika uimara wa uongo. Haya ndio mazungumzo ya kichawi yaliyotendeka kati ya Mpungu na uzao wake, ambao ni demoni za kwanza kabisa kuzaliwa. Yaani hapa aliweka utaratibu, aliweka msingi kuhusiana na kile ambacho watakacho kwenda kukifanya. Kwa hiyo ndugu zangu, mjue kwamba katika ulimwengu wa giza la kichawi, wao pia, tuseme wao wana nidhamu yao, tuseme wana nidhamu yao, na sisi tunatakiwa kuwa na nidhamu zaidi kuliko wao. Lakini cha kushangaza, tunabanwa sana, yaani hatujitambui. Kuna kitu ambacho tunaambiwa tu kwa urahisi, fanyeni hivi, hapana kufanya hivi, kwetu inakuwa ni vigumu zaidi sana kutekeleza. Lakini kwa demons ni kitu ambacho kiko rahisi sana, na hawaendi kinyume na kile ambacho wameeleza. Kwa hiyo sisi tukiwa na nidhamu hiyo katika hali hii ya kiroho, tutaendelea vizuri sana, na hata wenyewe hawataweza chochote dhidi yetu. Kwa hiyo nikupenda kusema kwamba tuwe imara. Ulimwengu wa kiroho, upande wa giza upo kwelikweli, giza la kichawi upo kwelikweli, na hawalali, hawana haja ya kulala, wako pale katika lengo moja tu, na hilo lengo halijawahi kubadilika, halijawahi kubadilika na halitabadilika. Kwa hiyo adui yetu yeye halali, adui yetu yuko makini katika kila wakati. Kwa hiyo tunaombwa na sisi pia kutumia umakini ili kwamba tumalize mwisho mzuri. Ni hayo ndio alikuwa mafundisho ya siku ya leo, ili kuona upande mwingine wa namna gani ulimwengu wa giza la kichawi unavyofanya mambo yao na mipango yao yote. Ndio maana nasema Luba
anaendelea kujitukuza.